بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ambao tulianza juma lililopita na tukaahidi kuwa leo inshallah taala tutaanza kuizungumzia al-Jazira al-Arabiyyah fi al-asr al-jahili, hali walivyokuwa Waarabu kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii hali Mtume sallallahu alayhi wasallam ameieleza katika hadithi sahih. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أي أبغضهم أشد البغض. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangalia watu wa ardhi kabla ya kumtumiliza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akawachukia sana wote, shadda al-bughd, kwa ule uovu waliokuwa nao. Arabahum wa ajamahum, akawachukia wote, Waarabu kwa Waajemi wasiokuwa Waarabu. Na huu ni ule wakati kabla ya kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Illa baqaya min ahli alkitab وهم الذين لم يزالوا متمسكين بالحق ولم يبدلوا دينهم. isipokuwa wachache katika ahli alkitab ambao walikuwa wamebakia katika dini sahihi, hawa peke yao ndio wamesalimika wakati ule. Lakini watu walikuwa katika hali mbaya sana. Ndio hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema: inma ba'athtuka liabtaliyaka wa abtali bika. Mwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, nimekutumiliza wewe ili nikuonje, iwe ni mtihani kwako katika kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na nitawatia wengi katika mtihani kwa kukutumiliza wewe. Kwa hali mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kifupi ameieleza hivyo. العرب قبل الإسلام، وعرب قبل الله سبحانه وتعالى kuwapelekea neema ya Uislamu, kuwatumilizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'at akhlaquhum, walikuwa na tabia mbovu sana. awghalu bil khamri wal qimar, walikuwa wamezama katika kunywa pombe, kucheza kamari. وبلغت بهم القساوة والحمية المزعومة إلى وأد البنات، bali kwa ule ususuavu na moyo mgumu baadhi yao waliokuwa nao ilifikia mpaka kuwazika watoto wa kike wakiwa hai. Mzika mtoto wa kike akiwa hai wala ajali. Na kukaenea kwa wao qat'u turuq, wizi wa mabavu, wasafiri njiani wavamiwa, hakuna amani. wasaqatat manzilatu almar'a, na mwanamke kwa wao alikuwa si chochote kabisa, hawezi kusema neno.
فكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة. wanawake ikiwa wakati wa jahiliya walikuwa warithiwa kama inavyorithiwa mali yoyote, ama kama mnyama tu arithiwa. Baba amekufa ameacha farasi arithiwa, na katika wale ambao wahesabika kama farasi na punda na mwanamke. Kwa hivyo angalia nani hapa astahili amrithi wewe. Kwa wao walikuwa hana maana. Na katika kula pia kuna vyakula ambavyo vilikuwa hasa kwa ajili ya waume, wakijichagulia vizuri vizuri. Wanaume wakila wao maini, vitu vizuri vile kwa mnyama. Wa in yakum maita fahum fihi sawa. Lakini ikiwa ni mfu basi tule pia wanawake waruhusiwa kula. Lakini walikuwa wakiwabagua wanawake katika hali kama hii. Bal kana يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد. bali wakati wa jahiliya ilikuwa ni sawa kwa mwanamume kuoa anaotaka katika wanawake, idadi anaotaka yeye bila ya kupimiwa. Maana unaweza kumuona mwanamume mmoja ana wanawake 10, 15, ameoa wote. Na hakuna mwanamke aweza kusema kitu kabisa. Yani lau kama atanyanyua sauti yake atatandikwa, atapigwa kama mtumwa, chochote kidude tu. Hakina maana. Wakati wa jahiliya ujinga wa hali ya juu waliokuwa nao watu wa jahiliya, bali wa asabia wa ukabila na kumwaga damu, wakaingia katika vita mpaka ikawa ni jambo la kawaida tu. Yani kabila fulani likiwa na nguvu laweza kuamua kwenda kuvamia lingine dhaifu kwa furaha tu, kwa raha zao. Tunende tukawavamia wale, piga uwa, haka taslia. Mpaka ikiwa kuuana pia ikawa ni jambo la taslia. Ni kama vile mtu aenda kuwinda swara ama nini, kitu cha kawaida tu. Sababu yaweza kuwa ndogo tu ikatokea. Hanat alayhi miraqatu ad-dima, jambo la kumwaga damu kwa wao lilikuwa jambo dogo sana. Fatuthiruha hadithatun tafiha, waweza kutokea tukio la kipuzi tu hivi. Watadumu alharbu 40 sana, kisha vita vikadumu miaka 40. Yuqtalu fiha ulufu minan nas, maelfu ya watu wauawa. Tizama Aus na Khazraj ndani ya Madina wapigana miaka mingi sana kwa sababu za kijinga tu. Kizungumzia mambo ya akhlaq, kila aina tabia mbovu unaofikiria ilikuwepo wakati wa jahiliya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuzungumzie hili jambo la shurbul khamr, kule kunywa pombe tu. Kana shurbul khamri wasi'a ash-shuyu'i, jambo la kunywa pombe lilikuwa limeenea sana. Yani nyinyi hamwajui Waarabu kwa kunywa pombe. Ingelikuwa halali pombe, hawa kufaru na pombe, hawa ni pombe. Wefikiria ile siku ambayo imeharamishwa ile pombe, ile mwagwa ikawa nini? Kama mito ndani ya Madina. Jamaa wamekaa wapiga mvinyo tu, walevi kweli kweli. Walevi walikuwa. Wako wengine ni haramu sasa hivi na bado wafanye hili jambo. Riyadhu billah. Kwa siri siri. Sasa ukifikiria wakati wa jahiliya, hakuna dini, hakuna chochote. Ikawa hili jambo limekita mizizi katika mujtamaa wao, mpaka ukiangalia mashairi ya wale waliokuwa washairi wakati wa jahiliya,
kitu cha kwanza ambacho utaanza kukizungumzia pale, mara nyingi watazungumza kuhusu kusifu wanawake na ulevi. Takriban washairi wote, tena ule ulevi wakiuita kwa majina mbali mbali, kuonyesha kuwa ili jambo kwa wao lilikuwa lapendeza, la wafurahisha sana ulevi. Amma alqimaru, kana alqimaru min mafakhir alhayat aljahiliyah. Kamari ilikuwa ni katika mambo wakijifakhirisha nayo wakati wa jahiliya, mpaka pia washairi wao pia wakizungumza katika mashairi husifu jambo la kamari. Pamoja na kuwa tuweza kusema leo limerudi kwa nguvu sana, na wangapi katika vijana wa Kiislamu wamejiingiza katika mambo ya kijahiliya. وكان عدم المشاركة في مجالس القمار عارا. Ilikuwa mtu asipoingia katika vikao vya kucheza kamari ni aibu. Vipi mwanamume uingie kwenye kamari bwana? Qala Qatada akieleza kuhusu namna ile kamari ilivyoleta chuki baina yao. Kana ar-rajulu fil jahiliyyati yuqamiru ala ahlihi wa malihi. Walivofikia katika kamari mpaka mtu acheza kamari katika ile kamari ya mtu wa mkewe na watoto wake na mali yake yote. Tucheze kamari, ukinishinda mke wangu wako, si muelewa, na watoto wangu pia washakuwa wako, watumwa wachukue. Cheze kamari. Qala fayaqudu hariban saliban. Akishaingia katika ile kamari lazima mmoja ataliwa, hawatotoka pale kila mmoja, lazima. Hasa sema wamuona mtu amekaa chini, mali yake yote amepokonywa na mwenzake na mkewe na watoto. Sasa yeye waishi hapa, jirani yake yule anamla, ankula kila kitu chake, amuona mkewe huyo yatukuliwa, na kuna uzima hapa. Ila hadha alhad balahu min ad-danaa. Yanzuru ila malihi fi yadi ghayrihi. Amekaa hivi atizama mali yake ile iko katika mikono ya mtu mwingine. Fakana turithu bainahum adawatan wa bughdha. Qatada sema hili jambo lilizalisha uadui mkubwa baina yao na chuki. Leo hili jambo laonekana kawaida kabisa, ulimwengu mzima limeenea. Wangapi katika kina mama leo walalamika vijana majumbani huiba mpaka dhahabu za mama zao kwa ajili ya kucheza kamari. Na ile kamari bana, subhanallah, wallahi kazi ya shetani kweli. Aweza ingia hivi kijana akashinda, kaingia pili akashinda, ameweka 50,000 ampata 300,000. Aona sasa ikiwa 50 ni 3, jenge kambili, akiweka mbili hivi shinda 500,000. Mambo mazuri. Fika milioni hivi, sema acha niweke milioni, akiweka ndo aliwa yote. Inkwenda yote kwa siku moja. Abaki. Ishakwenda. Wacha nijaribu tena, nitafute labda nitafikisha. Ndio sasa yuona yuadiwa tu. Aliwa. Mwisho wabaki hana kitu, madeni, hakuna maana yote katika ile kazi anayofanya. Watu wa jahiliya walikuwa namna hiyo. Tukija katika riba, kana ahlul Hijaz, watu wa Hijaz kule, al-Arabu wal-Yahud yataatawna riba. Na haswa hawa Mayahudi walikuwa sana kufanya, na mpaka leo ukiangalia mabenki ya mingi nyuma yao kuna nani? Mayahudi. Wapenda kufanya kazi ya riba kuanzia wakati wa jahiliya. Hivi ndivyo walivyokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaeleza, wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil. Katika sifa zao Allah alizowaeleza, wapenda sana kula riba, hawana huruma bwana, na roho mbaya chafu, hawaonee huruma maskini. Na leo si ndio yanaenea pia mambo ya kijahiliya mengi leo yamerejea. Ona mabenki mengi ya kufuata bwana,
chukua bana utaongeza biashara yako, chukua. Alafu ile wajua wafanywa vipi? Niwahi kueleza, ukienda pale benki wapigiwa simu waitwa mfano, kisha wawekewa mwanamke mrembo pale, ndio yukualika bana, chukua hii, ukifanya biashara hii kuna fursa hii, kuna na hii. Sasa wewe waingia pale, acha nichukue. Siku ya kudaiwa walitwa jamaa jitumbo hivi, ndio yukudai. Atisha huyo, hajali huyo. Wale wakupa mwavuli siku ya jua, mvua ikinyesha kupokonya. Wakupa deni wakati wewe huna haja nalo, wakupa. Siku ile sasa mambo yamekuendea vibaya, na yatakuendea vibaya lazima. Ukichukua mdeni la riba, mkopo wa riba, mwisho wake wakumaliza. Ile siku ile sasa wewe wahitaji wao wakuone wewe huruma, ndio wao wakukamata, hawajali. Wangapi wamepoteza majumba yao, wangapi wamepoteza mashamba yao, wangapi wamepoteza vitu vingi sana kwa kuingia katika mikopo ya riba. Haya yalikuwepo pia wakati wa jahiliya, hivyo hivyo mnavyoyaona sasa yalikuwepo. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala akieleza hili jambo wakati wa jahiliya asema, kana riba fil jahiliyati fi at-tad'if wa fi as-sinin. Ilikuwa riba wakati wa jahiliya yapigwa maradufu kwa kuongezewa miaka, kama hivi sisi. Yakunu lirajuli fadlu dainin, mtu ana deni hajamlipa mwenzake, adaiwa. Fayatihi idha halla al-ajal, ile tarehe waliyokubaliana ikifika aje yule mwenye kumdai waje. Fayaqulu lahu taqdini au taziduni, usemaje, utanilipa ama utaongeza. Fa in kana indahu shay'un yaqdihi qada, ikiwa na kitu cha kulipa atamlipa. Wa illa hawalahu ila as-sinn allati fawqa dhalika, la sivyo atamwambia basi mwaka ujao nitakuja tena kama leo, kisha wewe utafanya nini? Utalipa. Lakini kule kuja kwake mwaka utakao kuja atalipa mara mbili ya kile ambacho alikuwa yadaiwa. Apewa muda aongezewa, atalipa mara mbili. Akija mwaka mwingine ukiwa huna cha kumlipa aongeza tena, wa hakadha. Mtu aweza kubakia katika deni halipi kile alichokikopa mwanzo kabisa, ashamaliza kukilipa na bado ana nini? Na bado ana deni. Yani wako watu hapa Mombasa wamejenga majumba kwa mfano kwa njia ya mikopo ya riba. Msidanganywe ati benki ya Kiislamu, hakuna cha benki ya Kiislamu, miriba tu hizi zote, mriba tu. Msimkadanganywe wafanye biashara mkaambiwa hapa hii benki hii haina neno, riba tu. Na wewe ukichukua mkopo ndio utajua mazungumzo na uzungumza ni kweli. Siku ile utachukua mkopo utanielewa nazungumza nini. Sasa waweza kumuona mtu amejenga nyumba, yuwalipa. Ikifika karibu na kumaliza, Allah ampa mtihani, hana pesa. Zaongezeka, kisha yupata tena pesa, alipa. Akija akigundua zile za mwanzo alizokopa ashamaliza, kile kima shakimaliza, lakini bado adaiwa tu. Mpaka ile nyumba utaichukia ulijenga. Nyumba gani yavuja nini? Ni riba hiyo. Riba ya akhi angamiza watu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza vita sababu ya dhulma iliyo ndani yake. Ikiwa hutoacha hili jambo, fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi. Kwa hivi ndivyo ilivyokuwa. Na hili jambo lilikuwa limekita mizizi na limeenea mpaka likawa jambo la kawaida, mpaka wakawa wasema innamal bay'u mithlu riba. Biashara bwana si kama riba. Sema hivyo. Si mimi nanunua bidhaa, kisha ile bidhaa nikiuza naongeza kitu juu yake, kisha napata faida, si riba pia ile? Yani namna walivyokuwa wapenda mambo ya riba mpaka wakataa kufananisha riba na nini? Na biashara. Wakati ni vitu viwili tofauti kabisa.
قال الإمام الطبري رحمه الله إن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية walikuwa kila riba wakati wa jahiliya كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق زدني في الأجل وأزيدك في مالك. kwa yule mwenye deni yule akimfuata yule anayemdai, yule anayedaiwa ikiwa hana amwambia niongezee muda na nitakuongezea katika mali yako, nitakuongezea, nitakupa ziada. قال فكان يقال لهما إذا فعل ذلك هذا ربا لا يحل, walikuwa kiambiwa hii ni riba haifai bwana. فإذا قيل لهما ذلك قالوا سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال. wakifananisha na nini? Na biashara. Sisi kama biashara tu bwana, mbona biashara si pia tufanye wanunua au muuzie mtu kwa ziada, wakawa fananisha hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala kawarudi katika hii aya, dhalika biannahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba. tukizungumzia intishar zina, zina ilikuwa ni jambo ambalo wakilifanya kwa wingi wala hawajali, ingawa hili jambo kama alivyopokea Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake an Aisha radhiyallahu anha qalat inna an-nikaha fil jahiliyyati kana ala arba'ati anhar. Nikah wakati wa jahiliya ilikuwa kwa namna 4, akataja 3 ya 4. wa nikahu ar-rabi' yajtami'u an-nasu al-kathiru fayadkhuluna 'ala al-mar'ati la tamna'u man ja'aha. wakusanyika wanaume wengi waje kwa mwanamke waweka bendera, kisha aingia mmoja mmoja. wa hunna al-baghaya, na hawa ni wale makahaba walikuwa wakifanya hivyo wakati wa jahiliya. kunna yansibna ala abwabihinna rayatin takunu alaman, walikuwa wakiweka bendera juu ya nyumba zao kama alama. Sasa jamaa wakija huyu mmoja wao wenda pale. faman aradahunna dakhala alayhinna, ni jambo la kawaida tu ambayo wataka yuenda pale wengia tu. kisha kibeba ujauzito itakuwaje? Atafuta mtoto wako, bandika mmoja basi kushi, na hakatai sababu alipitia hivi. yani kufikia hadi kama hii duni kabisa, ingawa sio wote walikuwa hili jambo kilifanya, kwa insaf sio wote. na ndio maana Hind bint Utba radhiyallahu anha aliposilimu akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile bai'atun nisa wala yaznina, kuchukua bai'a kuwa hawatafanya nini uchafu wa zina. akamuuliza ya Rasulullah, wa hal tazni al-hurra, mwanamke aliyehuru kweli waweza kufanya kitu hicho? kwa walikuwa wale wanawake ambao wako huru hawakubali jambo kama hili kabisa, lakini walikuwepo wale ambao walikuwa wakifanya uchafu kama huu. bali mpaka kulikuwepo na watu ambao walikuwa na wanawake vijakazi wawakodisha kwa ajili ya kazi hiyo. wa'duhum albanat, na kuna hili suala la kuwazika watoto wa kike wakiwa hai. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, akibashiriwa mmoja wao mtoto wa kike, basi mchana ule mzima atabakia ana huzuni, sura yake ana huzuni sana. wa huwa kadhim ay sakitun min shiddati ma huwa fihi min alhuzn, utamwona amenyamaza ana huzuni. kwa nini? anaambiwa anzaliwa mtoto wa kike. siku ile basi atakuwa azungumze na mtu, ana raha kabisa. yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi, ajificha bwana, hataki watu wamuulize umpata mtoto gani, ajificha. ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab,
je amzuie huku akimtweza na kumdhalilisha yule mtoto wa kike, ama amtumbukize amzike kwenye nini, kwenye mtanga akiwa hai? Kuna huruma bwana, nyoyo zilikuwa ngumu bwana, amzika. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza bwana, ala saa ma yahkumun. Subhanallah, angalia Uislamu ulivyokuja, ulivyomnyanyua mwanamke. Eti leo pia tutaka kufundishwa sisi haki za wake zetu Uislamu. Tena unaotaka kutufundisha makafiri. Wajua nini ya kuhusu haki za wanawake? Wanawake wapata taabu huko. Wallahi wapata taabu sana. Unajua sasa kuna ile movement ya wale wajiita feminist. Wale wasema wao hawana haja na wanaume. Hawana haja na wanaume. Allahu musta'an. Wallahi waishi katika, na sasa upande wa wanaume pia mijahilia ile pia mijahili ile kule mikufar wa magharibi kule, na huku kwa wanaume sasa kuna wale ambao retaliate. Sisi tunataka kuonyesha kwa nyinyi mtuhitajia sisi. Kwa hiyo hakuna mambo yale ya zamani yale walikuwa wakiyafanya sio mwanzo wanawake kisha, bali sasa hivi wapigania mpaka kusiwe na jina huyu mwanamume au mwanamke, aitwe nini, aitwe person, si nini, vituko hivi. Lakini mmewaeleza jana, nafikiri niligusia pale, kwa sasa hivi zimekuwa kesi nyingi sana huko Marekani kuwa wanaume waingie katika vyumba vya wanawake vya kubadilisha nguo katika majimu yale na nini, waingia humo. Sasa wale wanawake walalamika, wasema vipi yaingia mwanamume ndani ya chumba wanawake, na wale wanawake watoa nguo kule wafanya nini? Yule mwanamume akikamatwa sema mimi I identify myself as a woman. Sivyo? Mimi naona ni mwanamke mimi. Ndio maana naingia pale kwa wanawake. Si nyinyi msema anayehisi kuwa yeye mwanamke aende kwa wanawake, sio? Na mwanamume aende kwa wanaume, sio? Yaani kuweza kutokea mwanamke akajiona yeye afaa kuwa mwanamume, kwa aende kwa wanaume. Na mwanamume ambaye yuhisi yeye mimi naona mimi mwanamke mimi, aenda kwa wanawake. Sasa yule asema mimi nahisi mimi mwanamke ndio maana naenda kule. Si sheria yenu ndio mne kanuni zenu mmeziweka hivyo, sio? Ashawafunga 10 bila. Hawamfanyi chochote. Hawezi, maana yake wajifunga wenyewe. Imma mkubali kama walivyo binadamu wote na wanyama wote kuwa kuna ume na wake, hata mbuzi pia wajua hivyo. Na punda pia wajua hivyo. Ama mbaki nyinyi ambao mko chini na duni kabisa, ulaika kal an'ami bal hum adall, kuwa mwakataa eti kuna mume na mke. Wataka kuondoa bwana mpaka vile vyoo vinaandikwa men women, pia wataka kuondoa. Si usawa? Halafu kule kwao kule mmeelezwa kitu, sijui kama kuna mtu ashaenda ataeleza. Allah situjalie kwenda kule. Kuna vyoo vingine vyaachwa mlango wazi kwa sababu waogopa. Captain anasema kweli. Vyoo vyaachwa mlango, hakuna mlango yani. Kwa nini wasema? Kwa sababu waweza kuingia mtu kaeka bomu kule akalepua. Sasa wewe fikiria, hakuna mlango alafu hakuna cha waume wala wake, utakuwaje huko? Si shamba la wanyama hilo, binadamu tena. Hao wako katika mambo ya kijahilia, lakini mpaka sasa wapata vijana wa Kiislamu waona maendeleo. Hakuna maendeleo yote ya watu waishi kama wanyama tu. Wallahu musta'an. Qatlul auladi khashyat al-faqr. Ukiwa wadhania kuwa watoto wa kiume watakuwa wamesalimika, pia hapo umenoa, umekosa. Hata watoto wa kiume pia walikuwa wakiua. Kwa kuogopea nini? Kwa kuogopea umaskini. Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin, ay min al-faqr. Kwa mtu akiwa amezaa mtoto na yeye ajiona mimi maskini bwana, amuua yule mtoto, aogopa ataongeza mdomo mwingine pale, itakuwa kazi sasa kutafuta chakula hapa, kwa hiyo amuua. Leo kuna ya kimambo leo, sasa ya kileo. Wangapi ambao tuwasikia mimi sitaki kuzaa watoto wengi bana? Kwa nini? Maisha magumu sana.
kwenda kufunga kizazi na kufanya hivyo, na akipata ujauzito ende akatoe ule ujauzito. Kwa nini? Maisha magumu. Wako watu wafanya hivyo. Kuna watu wakishazaa watoto wao wawili, yule mke aenda kufungua kizazi. Kwa nini? Tosha bwana, watoto wawili watazaana tu bwana kama panya bwana. Sisi watoto wawili wenyewe wawili kuwalea ntabu. Sikia watu wasema hivyo. Ya akhi, kila mtu ajana riziki yake. Yani mambo ya kijahilia. Allah asma wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, msiwaue watoto wenu kwa kuogopea umaskini, sisi tuwapa wao riziki zao na nyinyi pia tuwapa riziki zenu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Dhalamun mutbiqun wa ya'sun qatilun. Watu wakawa katika kiza cha kisawasawa wakati wa jahiliya, wamekata tamaa kabisa ya khairi. Katika hali kama hii Allah subhanahu wa ta'ala akamtoa baina yao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye atakuja na nuru iondoe kiza chote hiki ambacho tumekitaja. Sisi tumetaja baadhi ya mambo, kuna mengi, lakini la jaswali, limadha bu'itha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi jazirati al-arab? Kwa nini ametumilizwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika bara Arabu na awe Mwarabu? Sababu nini? Na hii ni shubha ambayo mara nyingine kufaru waitumia katika kutaka kusema kuwa hii dini ya Uislamu ni dini ya Waarabu tu. Wengine wasema hivyo. Sasa hii shubha hii tutakuja kuijibu insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Utajua kwa nini, kuna hikma gani Allah kumtumiliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasa kwa Waarabu, tena Makkah, aanze pale kumtumiliza mtume wake. Sababu nini? Hayo tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.